Kama unajiuliza kuhusiana na matumizi ya diaper au tunaita wengine pampers kwa mtoto mchanga, unatakiwa ubadilishe kila baada ya muda gani na mtoto anatakiwa kuvaa kwa muda gani? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembea channel yangu, unaweza kusubscribe hapo chini ili kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wangu hapa, yeye anaitwa Sara, anasema mimi nilitaka kuuliza diaper inavaliwa ndani ya muda gani? Na aliuliza swali hili baada ya ile video ambayo nilizungumza kuhusiana na vipele ambao vinasababishwa na matumizi ya nepi, diaper au tunaita pampers kwa lugha nyingine, na kuna video ambayo nilizungumzia kuhusiana na vipele au tunaita zile rashes ambazo mtoto anaweza kapata ambazo zinaweza kaleta changamoto kwa mtoto. Sasa kama kusikiliza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Leo mimi nitaka kuzungumzia kuhusiana na diaper, nepi au tunasema kwamba pampers au wengine wanasema visepe. Mtoto wako anatakiwa kuvaa kwa muda gani au avishwe kwa muda gani? Sasa mara nyingi sisi zamani tulivyolelewa, na inawezekana wewe mtazamaji wangu na unitazama, tulikuwa tunatumia zile tunasema visepe au zile nepi zile za vitambaa ambazo wazazi wetu walikuwa wanatumia, wanafunga na vikaratasi ambao wanaitwa bambino, nafikiri kama sijakosea. Sasa zile visepe ambazo kwa wanatumia, mara nyingi mtoto akiwa amekojolea au amepata choo, vyenyewe vinaonyesha vinaloa mapema. Kwa hiyo mama au dada mwenye mtoto wa kipindi kile alikuwa anaweza kumbadilisha mapema sana. Mdhamini wa video yetu ya leo ni kitabu cha Ushindi Dhidi ya Upungufu wa Damu ambacho kimeandaliwa na Dr. Mwanyika. Kitakusaidia kuweza kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Tumeeleza sababu ambazo zinaweza kupelekea wewe ukawa na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, lakini vile vile tumejikita kwenye suluhisho, namna ya kuondokana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Jipatie kitabu hichi kwa shilingi 15,000 tu za Kitanzania. Karibu sana. Sasa kikawaida kwa hizi diaper kama hii ambayo nimeishika, ikiwa imeloa, wakati mwingine inategemeana, kama kiwango ni kidogo inaweza isioneshe na utakuta mtoto hajaonyesha kama ameloa, au inaweza isionyeshe kama imejaa, au wakati mwingine kile kama ni choo au mkojo unaweza usimwagike kupitia kwenye miguu, tofauti na nepi. Kwenye nepi au vile visepe, mtoto akiwa amejirowesha, mkojo utapitiliza na ataanza kuloa hadi nguo na mama ataona hata kama yuko busy na majukumu. Sasa kwa diaper wao tunasema hivi, kwa kikawaida mtoto anaweza kavaa ndani ya masaa 24. Yaani kwa mfano kama yeye ameivaa, labda tuseme mtoto wako, japo itakuwa sio kawaida, kama mtoto wako hakojoi wala hapati choo, ndani ya masaa 24 au kila baada ya masaa 24 unatakuwa umeibadilisha. Lakini kwa mtoto tunajua kwamba kawaida watoto hawa ambao ni wachanga, labda wako chini ya mwezi mmoja, chini ya miezi miwili, wao wanaweza kuwa wanakojoa kila baada ya saa moja mpaka masaa matatu. Sasa mara nyingi sisi tunasisitiza kwamba mama ambao wanatumia hizi diaper, basi ubadilishe kila baada ya masaa mawili mpaka kila baada ya masaa matatu. Kama umeshindwa kila baada ya masaa mawili, basi kila baada ya masaa matatu wewe umeweza kubadilisha. Manake kwa maana hiyo ndani ya masaa 24 au kipindi cha masaa 24 utabadilisha hizi diapers 8 mpaka 12, kutegemeana kati ya mtoto mmoja na mtoto mwingine. Kuna watoto wengine hawakojoi sana, kwa hiyo unaweza kukuta mbadilisha mara 7 mara 8 kwa siku. Kuna wengine wanakojoa sana, inawezekana anapata choo kile cha maji mara kwa mara au ana changamoto ya kuharisha, kwa hiyo utakuta mbadilisha mpaka zaidi ya mara 12 kwa siku. Sasa hiyo inaweza katokea. Unaposema kwa siku, maana ndani ya masaa 24. Kwa hiyo kila baada ya masaa mawili utakuwa umebadilisha. Hapa ni kama mtu hana changamoto yoyote, lakini kuna vitu ambavyo unatakiwa uweze kuzingatia. Tunasema kwamba ni vyema kuweza kuangalia kila baada ya masaa mawili, je, mtoto ameweza kupata choo au hii imejaa. Wakati mwingine ikionekana imejaa, inawezekana hata masaa mawili hayajakamilika, ni vyema kuweza kumtoa, kwa sababu choo kinapokuepo kwenye hii kinaweza kapelekea kwanza kwenye ile ngozi kuweza kuirritate na kusababisha kuwa kwenye hatari kubwa ya kuweza kupata rashes ambazo zinaweza kutokana na allergy au maambukizi ya vijidudu. Lakini vile vile ule unyevu sio mzuri sana kwa mtoto, kwa sababu wakati mwingine ule msuguano unaotokea, mtoto anaweza kaanza kuumia na kaanza kuwa na vidonda au akaanza kuota vipele. Kwa hiyo mara nyingi watu tunasisitiza kwamba mama uweze kuangalia kila baada ya masaa mawili. Lakini wakati mwingine kuna baadhi ya watoto unakuta akiwa amekojolea au ameloa, hata kama ukuangalia unakuta analia mara kwa mara. Kwa hiyo lazima uchungulie kwenye pampers au kwenye diaper kama kuna changamoto au kama kuna
unyevu wowote ili uweze kumsaidia kuweza kubadilisha. Kwa hiyo kiutaratibu ni kila baada ya masaa 2 mpaka masaa 3 ndani ya yale masaa 24, maana yake utakuwa umebadilisha mara 8 mpaka mara 12. Lakini kuna vitu tutakuwa uzingatie. Kuna mtu mwingine unaweza kukuta na halisha, kwa mtu mwingine anapata choo mara kwa mara au anakojoa mara kwa mara, labda ana changamoto fulani. Huyo unatakiwa uweze kuangalia na kuona kama imeshaloa basi inaweza kutoa. Na tunasema kwamba hii ukishaona tu imeloa, amekojolea, ameinyea au inaonyesha tayari imeshajaa, ni vema kuweza kuibadilisha. Sasa kuna baadhi ya wazazi nakuta wao wamemwachia mtoto amekaa naye mpaka masaa 5, masaa 6, au umemwachia mfanyakazi, mtoto anashinda nayo. Akishinda nayo, mwisho wa siku utakuta huku chini kwenye sehemu zake za siri kumeanza kuota vipele. Na akishaota vipele, moja ya jambo ambalo tunashauri ni vema uweze kumwacha wazi ili hewa iweze kuingia, apate ventilation ya kutosha. Lakini vivyo kuna dawa unaweza kuzitumia kuweza kuepuka kuvipunguza vile vipele, au kama kuna vidonda ambavyo vinakuwa vimetokea. Kwa hiyo mtoto hatakiwi kuweza kukaa na pampers au diaper kwa muda mrefu ikawa imeloa. Sisi zamani wakati tunatumia visepe, mtoto alikuwa hawezi kukaa nacho muda mrefu kwa sababu kikishaloa tu kinaonekana na kinakuwa tayari kinatakiwa kuweza kubadilishwa. Kwa hiyo mzazi au ndugu au kama mtu ameachiwa mtoto anaweza akambadilisha. Na wakati mwingine walikuwa wanatuacha wazi, unavaa tu gauni hata kama ni mtoto wa kiume. Kwa hiyo ilikuwa inatokea, lakini kwa sasa kwa sababu kuna maendeleo na watu ni wafanyakazi, kwa hiyo wanatumia hizi pampers maeneo ya mjini, uko stendi au unasafiri, basi ni vyema kuweza kuzibadilisha kila baada ya masaa 2 na kuweza kuchungulia pale ambapo mtoto unaona kwamba labda analialia au ukiona imeshaanza kujaa, kwa maana kwamba imeanza kuloa, ni vyema uweze kuibadilisha. Unapokuwa unabadilisha kwa wakati, basi unaepuka kuweza kupata kwanza zile rashes ambazo zinatokana na diaper au hizi nepi, lakini vile vile unaepusha magonjwa kwa mtoto, unaruhusu usafi na unapunguza ile ngozi isiharibiwe na uvaaji wa nepi muda mrefu, au pia unaepusha baadhi ya magonjwa nyemelezi kama fungus. Unyevu wa muda mrefu sio mzuri, na hata vile vile unaiweka ngozi ya mtoto wako sehemu za siri na kuwa katika hali ya afya na inaepusha magonjwa kama nilivyoweza kusema. Lakini vile vile mtoto atakuwa anajisikia vizuri, kwa sababu mtoto akikaa muda mrefu na hizi anaanza kujisikia vibaya na kwa kulialia, na wakati mwingine inaweza kawa ni changamoto. Mdhamini wa video yetu ya leo ni kitabu cha Ushindi Dhidi ya Upungufu wa Damu ambacho kimeandaliwa na Dr. Mwanyika. Kitakusaidia kuweza kuongeza damu katika kipindi chako cha ujauzito. Tumeeleza sababu ambazo zinaweza kupelekea wewe ukawa na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito, lakini vile vile tumejikita kwenye suluhisho, namna ya kuondokana na upungufu wa damu katika kipindi cha ujauzito. Jipatie kitabu hichi kwa shilingi 15,000 tu za Kitanzania. Karibu sana. Kwa hiyo kama utakuwa na swali unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Na kama ulikuwa unajiuliza maswali kuhusiana na kichanga anaanza kuogeshwa lini, labda una kichanga wako umetoka kujifungua, unataka kujua lini anaweza kuanza kuoga, basi unaweza kuklik suggestion hapo ukasikiza video kuhusiana na kichanga anataka kuweza kuoga lini. Lakini hii unaweza kutumia vizuri kabisa bila shida, hazina athari zozote kwamba sisi zinapunguza nguvu za kiume kwa kichanga. Sio kweli, ambao ni vichanga wa kiume. Kwa hiyo unaweza kutumia, japo tunashauri kwamba utumie ipasavyo. Kwa hiyo kama mtoto hajakojoa wala kuichafua na nini, haijaloa, haijajaa, unaweza kutumia akavaa ndani ya siku 1 na ukaibadilisha. Kama mtakuwa na swali, karibu.